Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kulike, Mtaa wa comment. Inglewood, California ni sehemu ya kawaida kwa vijana wa shule. Ni eneo lililojaa magenge, dawa za kulevya na hatari kila kona. Katikati ya dunia hiyo kuna kijana mmoja anayejaribu kuishi tofauti kabisa na mazingira yake. Jina lake ni Malcolm. Malcolm si kijana wa kawaida, anapenda muziki wa hip hop wa miaka ya 90, anavaa nguo za retro, anasikiliza A Tribe Called Quest na ana ndoto moja kubwa, kuingia Harvard University na kubadilisha maisha yake kabisa. Tatizo ni kwamba anaishi kwenye mazingira ambayo ndoto kama hizo zinaonekana kama utani, lakini maisha yake yanabadilika ghafla siku moja baada ya tukio lisilotarajiwa. Siku moja Malcolm na marafiki zake wawili wa karibu, Jib and Dig, wanajikuta kwa bahati mbaya wakiwa kwenye mkutano wa drug dealer hatari anayeitwa Dom, mume wake Rihanna. Dom ni mtu wa mtaani anayeheshimika na ana silaha, pesa na watu wa kumlinda. Katika tukio la kushtua, polisi wanavamia eneo lao, kila mtu anakimbia, risasi zinapigwa, na katika mgawanyiko huo Malcolm anajikuta amebeba mfuko wa Dom bila kujua. Ndani ya mfuko huo kuna dawa za kulevya pamoja na bunduki. Hapo ndipo maisha yake yanaingia kwenye hatari kubwa bila yeye kutarajia. Dom anatambua kuwa Malcolm ana kitu chake na sasa anamtaka arudishe mzigo wake kabla mambo hayajaharibika zaidi. Malcolm anajaribu kuondoa mzigo huo bila kuonekana, lakini kila hatua anayoifanya inamfanya azidi kuingia kwenye matatizo. Anagundua kuwa ndani ya mfuko huo kuna cocaine ya thamani kubwa sana, kiasi ambacho kinaweza kubadilisha maisha yake na ya marafiki zake. Lakini pia anajua kwamba kuigusa hiyo ni hatari. Dom si mtu wa mchezo. Kwa hofu na akili ya ujanja, Malcolm na marafiki zake wanaamua kutumia cocaine hiyo kidogo kidogo ili kujinufaisha na kupata njia ya kutoka kwenye shida zao. Wanaanza kuwauzia watu wa mtaani na ghafla wanajikuta wakiingia kwenye dunia ya biashara ya dawa za kulevya bila kutaka. Wakati huo huo, Malcolm anaendelea na maisha yake ya shule. Ana ndoto ya Harvard na anafanya kila kitu kuhakikisha anaandika application nzuri. Anasaidiwa na mtu mmoja wa Harvard ambaye anamwambia wazi kuwa ili apokelewe lazima aonyeshe tofauti yake kweli, si tu alama, bali pia utu na uwezo wa kujenga maisha bora. Lakini maisha ya mtaani anamvuta upande mwingine. Anapokuwa na pesa kutoka kwenye cocaine, Malcolm anaanza kupata umaarufu mtaani. Watu wanaanza kumheshimu tofauti. Anapata simu mpya, nguo nzuri na anaanza kuhisi nguvu ya respect ya mtaa. Hapo ndipo mgongano wake unaanza. Je, atabaki kuwa mwanafunzi anayepigana Harvard au sehemu ya dunia yenye pesa za haraka? Dom anazidi kumtafuta Malcolm. Anajua kuwa mfuko wake uko kwa kijana huyo. Anatuma watu wake kumfuatilia. Wakati huo huo, polisi pia wanaanza kuunganisha dots kuwa kuna vijana wanaohusika na biashara mpya ya cocaine mtaani. Malcolm sasa yupo katikati ya vita vya watu hatari, polisi upande mmoja na uhalifu upande mwingine. Malcolm si mjinga, anaanza kupanga njia ya kuondoka kwenye shida hii bila kuuawa. Anatumia akili yake ya teknolojia, hacking na internet skills kujaribu kutafuta njia ya kuuza cocaine yote haraka na kupata pesa za kutosha kujiondoa kwenye mtego huo. Anatumia mtandao wa giza, dark web, na contact za watu wa mtaani kufanya dili kubwa zaidi. Malcolm anafanya mpango wa mwisho, kuuza cocaine yote kwa mara moja na kumaliza mchezo. Anatumia akili yake kuwazidi watu wote, polisi, wahalifu na hata Dom. Katika tukio la mwisho la kusisimua, kila upande unafikia collision point, lakini Malcolm anatumia akili zaidi kuliko nguvu. Anafanikiwa kutoka kwenye mtego huo akiwa na pesa na ushahidi wa kutosha wa kuondoka kwenye dunia hiyo. Mwisho wa story, Malcolm anapata nafasi ya kwenda Harvard. Ndoto yake inatimia, lakini tofauti na mwanzo, sasa amebadilika. Ameona upande wa giza wa maisha ya haraka na hataki tena kwenye dunia hiyo. Mwisho wake unatoa ujumbe mmoja mkubwa: unaweza kutoka kwenye mtaa, lakini mtaa hauondoki kirahisi ndani yako. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kulike, kucomment.